kusoma majibu yako moja kwa moja hapa kwenye taarifa zetu za NTV Mashinani. Kutoka huko Tana River, sasa tuelekea hadi kaunti ya Makueni. Wakazi wa kaunti hii wamelaani mashambulizi dhidi ya mikutano ya vyama vya upinzani, wakiashiria kuwa vitendo hivyo vinaweza kupeleka nchi katika hali ya sintofahamu. Walisema hali hiyo imezua hofu miongoni mwa wananchi na wakaomba serikali kuingilia kati haraka kuhakikisha usalama upo imara, hasa wakati huu wa maandalizi ya uchaguzi mkuu. Brian Nzioki anatathmini. Hawa wameonya kuwa iwapo mwelekeo wa vurugu utaendelea, unaweza kudhoofisha imani ya wananchi katika mchakato wa kidemokrasia wa nchi. Wakati huu venye tunavyoona siasa inaendelea, tunaweza kusema kwamba vijana tukaweze kujiepusha na mavurugu yenye ambayo inaweza kuwa, na tukaweze kujibidiisha kwa shughuli ambazo tumezizoea. Kama ni chapa kazi kwa kutoshinda ukiwa unangojea ile ya mwanasiasa na kugania kidogo, unajipata kwamba umekuwa na hasira na umekuwa na fujo. Aidha, wamewataka viongozi wa kisiasa kuwahimiza wafuasi wao kudumisha amani na kuepuka matamshi ya uchochezi yanayoweza kuzua taharuki. Tumeshuhudia kwamba kuna ghasia mingi sana na visirani wakati wanasiasa wanafanya siasa. Na maoni yangu ni kwamba kila mwanasiasa ambaye amekuwa katika kiti ama anatamania kiti, wananchi ndio wako na marking scheme, ndio wanajua vile amefanya kazi, ndio amejua vile amewashughulikia. So maoni yangu ni kwamba tukae na amani na tuwe watulivu wakati wa siasa. Na ile kitendo tuliona jana, tukaona mpaka watu wanauliwa, hatuitaki. Nataka kusema hii kitu italete hii nchi ingie kwa shida. Kwa sababu kama viongozi wako na mkutano, wacha wafanye mkutano yao. Wale wengine wakikuja, waachwe wafanye mkutano yao. Na hao watu wanapewa pesa wakuje kuharibu mikutano za watu. Nataka kuwaonya. Wakazi hawa wana matumaini kwamba idara husika za usalama zitaweza kuchukulia hatua hii kikamilifu na kuhakikisha kwamba wakazi wote wale ambao wanajiunga na mikutano ya kisiasa wamepata usalama wa kutosha. Makala ya NTV Mashinani kutoka kaunti ya Makueni, Brian Nzioki. Hali kadhalika, mtazamaji, nao wakazi wa Chandera Turi Molo wameonyesha